Bwana, kama unavyoniona hapa nimetinga uzi wangu wa Taifa Stars, na hapa bila shaka nitakuwa naongelea kitu kimoja tu: kuteuliwa kwa Miguel Gamondi kama kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kuelekea kwenye mashindano makubwa kabisa barani Afrika kwa maana ya AFCON. Sasa mimi nataka tuangalie swala la Gamondi kuteuliwa kama kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars linakwenda kuleta nini hasa kiufundi. Kwanza, mimi binafsi nilikuwa naamini Stars chini ya Morocco kiuchezaji, in terms of namna ambavyo walikuwa wanajaribu kucheza, uwezo wao wa kutengeneza nafasi, binafsi naamini kuna daraja ambalo Stars wangeweza kuliongeza. Honestly kabisa, yani ule mpira ambao muda mwingi ulikuwa unaonekana huko hewani kuliko kukaa ardhini, nafasi kwenye mechi nzima, nafasi pengine kubwa ni 1 mpaka 2, binafsi nilikuwa naamini Tanzania ni beta kuliko vile. Sasa kitu kikubwa ambacho mimi nakiona, kwanza kuna namna ambavyo Gamondi maono yake ya kimpira yataibadilisha Taifa Stars katika namna ambavyo watakuwa wanajaribu kutengeneza nidhamu wakiwa na mpira. Yale mambo ya kupaza paza, kuinua sana, finish hayatakuwepo, lakini kutakuwa pia kuna mkakati wa kujaribu kufanya vitu kama hivyo ambavyo Gamondi atavitaka bila kuzidisha mambo mengi na kujitia kwenye matatizo, hasa kwenye fezi ya kwanza. Na uzuri ni kwamba Gamondi ana lile soka lake la Amerika Kusini ambalo ameweza kulichanganya na asili ya Kiafrika ambayo ni kutumia kasi na nguvu. Na ndio maana Gamondi timu zake namna zinavyocheza, hasa kipindi kile Young Africans, hazikuchoshi kutazama. Yani Young Africans walikuwa na ule umiliki mkubwa wa mpira, lakini bado kulikuwa kuna msisitizo kwenye kufanya vitu kwa haraka na kwa kutumia pressure kubwa. Na ndio maana Yanga ya Gamondi ilikuwa inatoa sana dozi. Ilikuwa inatoa dozi kwa umiliki mkubwa wa mpira, lakini kwa kutumia kasi na nguvu ambazo wapinzani walikuwa hawawezi kuendana navyo. Sasa uzuri ni kwamba kasi na nguvu kwenye kikosi cha Tanzania ipo ya kutosha. Ama pace and strength, athleticism, hivyo vitu vimejaa. Isipokuwa mwisho wa siku kitu ambacho Gamondi anataka kukiongeza ni ufundi miongoni mwa wachezaji. Stars ijaribu kucheza kwa utaratibu, itoke kwa mpango, ifika katikati ya kiwanja kwa mpango, na nafasi zitengenezwe za kutosha. Sasa eneo la kwanza ambalo ni muhimu sana kwenye namna ambavyo Gamondi anataka kuona timu zake zinacheza ni eneo la namba 6. Hili ni eneo ambalo wengi tunakumbuka wakati yupo katika kikosi cha Young Africans, Khalid Aucho of course ndo alikuwa anahudumu, lakini hichi ni moja kati ya kiini kikubwa sana kwenye namna ambavyo Gamondi anataka timu zake zicheze. Anataka kuwa na namba 6 ambaye ataweza kutuliza rhythm ya mchezo, ataweza kuja kutengeneza pembe tatu na mabeki wawili wa katikati, timu iweze kutoka kwa utulivu kwenye fezi ya kwanza. Sasa uzuri ni kwamba Stars wachezaji wenye sifa hiyo wapo. Hapo unamzungumzia Yahya Zaid, anaweza kuifanya kazi hiyo. Novatus Dismas anaweza kuifanya kazi hiyo. Kwa hiyo uzuri ni kwamba wachezaji wenye sifa ya kile ambacho Gamondi anakitaka kutoka kwa namba 6 wake au wachezaji wapo. Kwa hiyo kina Yahya Zaid, Novatus Miroshi wajiandae. Kingine ambacho Gamondi anakipendelea zaidi, na naamini ni kitu ambacho kinaweza kupatikana miongoni mwa wachezaji wa timu ya taifa, ni combination za watu watatu. Kwa maana katika kujaribu kuupasua mstari wa timu pinzani, watu wawili waonane kwa kupigiana pasi, alafu kuwe kuna mwingine watatu anafanya mkimbio ambao utakwenda kukutana na mpira kwenye nafasi kutoka kwa wale watu wawili wa mwanzo. Na hichi ni kitu ambacho kikitizama mtu kama Mudathir Yahya, hii imekuwa ni trademark yake, na miongoni mwa wachezaji ambao walifunga magoli mengi sana kwa utaratibu huu chini ya Miguel Gamondi pale Young Africans alikuwa ni yeye. Kwa hiyo kimtizama naye ni mchezaji ambaye anakwenda kuiona nafasi yake ikiwa ni ya kudumu ama ya uhakika, lakini pia Gamondi anakwenda kupata mchezaji ambaye anakwenda kumpa kile kitu ambacho yeye kiufundi pia anakitaka. Faisal Salum pia ni mzuri sana kwenye kufanya hizo movement, hasa karibu na box kwenye ile eneo la final third. Mudathir Yahya, Faisal Salum wanakwenda kumpa Gamondi hiyo third man combination, wachezaji ambao watakuwa na sifa ya kuwa kama watu watatu pale ambapo build up inafanyika, watu wawili watatu wanafanya mkimbio, Mudathir,
Faisal wanakwenda kukupa hicho kitu. Kwa hiyo ukijaribu kutizama hapo, nimeainisha vitu vichache ama sifa za wachezaji wachache ambao Gamondi atawahitaji na anapenda kuwatumia kwenye namna ambapo anataka timu icheze, lakini kiujumla naiona Stars ikienda kuboreshwa kwenye namna ambavyo inaliona. Kwa hiyo binafsi, kwa mtazamo wangu, nafikiri huenda isiakisi uhalisia kwamba eti Stars labda atakwenda labda robo au nini, lakini naamini tutakwenda kuishuhudia Stars tofauti kwenye makundi ya AFCON safari hii. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri ni very positive. Niko excited sana kuiona Taifa Stars ambayo itacheza chini ya mwalimu ambaye kiukweli anafundisha mpira mzuri, anajua kuwapa majukumu sahihi wachezaji, ana maono yake ambayo yanaweza kwa kiasi kikubwa sana kutafsiriwa na kundi la wachezaji waliopo. Nisiamini kama Stars ilikuwa nimefika hali ya kuwa ni timu ya kubutua tu mpira. Hapana. Stars inaweza kufanya zaidi ya vile, na ni kitu ambacho mimi naamini Gamondi atakwenda kutuonyesha katika namna ambavyo Stars wataiendea michezo yao ya AFCON muda mchache unaokuja.